ndugu waandishi wa habari, volunteer mbalimbali katika mashindano yetu makubwa zaidi ya Qur'ani tukufu ya mabara yote ulimwenguni, wageni mbalimbali walikwa, mabibi na mabwana, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibuni sana, zaidi ya sana, hapa makao makuu ya Al-Hikma Foundation, ikiwa ni tarehe 5 mwezi wa 3 mwaka huu 2026. Tumependa kuwashirikisha katika tukio adhimu, adimu na muhimu, tukio la ugawaji wa zawadi kwa watu mbalimbali, vikundi mbalimbali, kama appreciation kutoka katika taasisi ya Al-Hikma Foundation, ambao wamesimama nasi kwa namna moja ama nyingine kuhakikisha mashindano makubwa zaidi ya Qur'ani tukufu ya mabara yote ulimwenguni ya mwaka huu 2026 yamefanyika salama salimini, kama tulivyokusudia na kama tulivyotamani na kama alivyotupangilia Mola wetu mlezi. Ndugu waandishi wa habari, Al-Hikma Foundation katika kuwezesha jambo hili adhimu, adimu na muhimu, miaka yote huwa inashirikisha. Al-Hikma Foundation ni taasisi shirikishi, si taasisi ya kidini tu, bali ni taasisi ya kijamii. Tunaamini ya kuwa kidole kimoja hakiwezi kuvunja chawa, lakini pia mkono mmoja hauwezi kupiga makofi. Na ndio maana leo kipekee na kwa kukusudia hasa, leo tumewaita ili muweze kushuhudia shukrani tunazotaka kuzitoa kwa volunteers mbalimbali na watu mbalimbali ambao wamesimama na sisi kuhakikisha kitabu cha Mwenyezi Mungu kinasomwa na kinashindaniwa ndani ya uwanja wa Mkapa. Mwaka huu tulikuwa tuna volunteer 1221. Ni watu wengi sana, ni vijana mbalimbali wa kiume na wa kike, na wengine watu wazima, kwa khiari zao, kwa msukumo wa uchamungu wao na mapenzi yao juu ya kitabu kitukufu kitakatifu Qur'ani tukufu, wamesimama nasi bega kwa bega bila ya malipo ya aina yeyote. Al-Hikma Foundation tunakiri wazi kabisa ya kuwa hatuna uwezo wa kumlipa kila mtu, kwa sababu watu ni wengi, lakini toshekeni ya kuwa mimi binafsi kila nikikumbuka, kila nikifuatilia video mbalimbali, picha mbalimbali ya mashindano ya mwaka huu, ninawaombea dua sana, na dua yangu kubwa, Allah akulipeni kila la kheri, akupeni kila mnachokitaka, awaepushe na msiyoyataka, akufurahisheni,
akuondoleeni huzuni, dhiki na stresi za kidunia na akhera. Ndugu mtazamaji, ndugu mwandishi wa habari, naomba nianze kama ifuatavyo kwa niaba ya Al-Hikma Foundation kama mwenyekiti wa mashindano makubwa zaidi ya Qur'ani tukufu ya mabara yote ulimwenguni. Kwanza, kuzipeleka shukrani zetu kwa Mola wetu, muumba wetu na mlezi wetu, kwa kutushika mkono kila mwaka, kwa kutubariki kila mwaka, kwa kutusitiri kila mwaka, kwa kutupa uwepesi kila mwaka. Hakuna anayeweza kumlipa Mungu. Tunasema shukrani zote za dhati zimwendee mwingi wa rahma, mwenye kurahamu, bingwa wa mabingwa, aliyenyanyua mbingu saba pasina nguzo, naye si mwingine ni Mola wetu, muumba wetu na mlezi wetu. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, nitumie fursa hii kuwashukuru Waislamu wote na Watanzania wote kwa kuujaza uwanja wa Mkapa mwaka huu na maeneo ya pembezoni mwake na nje ya uwanja wa Uhuru na maeneo mbalimbali. Licha ya kuwa walikosa maeneo ya kukaa, lakini walikubali wabakie nje. Na mwaka huu sote tulikuwa ni mashahidi. Kulikuwa na changamoto ya mvua isiyokuwa ya kawaida. Ijapokuwa mvua sisi ndio sunna yetu, shughuli yetu kunyesha mvua ni jambo la kawaida, mvua ambayo Mola wetu anaileta kusudi ili kupooza joto na hali ya hewa kwa ujumla. Lakini mvua ya mwaka huu ilipiga zaidi ya risali moja. Waislamu na Watanzania walikomaa na kuonyesha ukomavu wa kiimani na kiucha Mungu, na wameidhihirishia dunia ya kwamba wao wanaipenda Qur'ani. Hakuna jua wala mvua mbele ya Qur'ani. Mola, na kuomba kwa rahma zako, baraka zako na huruma zako, kila aliyedondokewa na tone moja la mvua, basi matone hayo yapate kuwa ushuhuda bora na ushuhuda wa kheri siku ya Kiyama kwa watu hawa wa Qur'an. Mola wafurahishe hapa duniani na akhera, wafungulie milango yote ya riziki, wafungulie milango yote ya baraka, wafungulie milango yote ya siha na afya njema, wape mahitaji ya nafsi zao na mioyo yao, wape kila wanachokitaka na waepushe na wasioyataka. Jalia Qur'ani tukufu iwe mtetezi wao duniani hadi akhera, na kwa kuwa umeishikilia ncha kweli kweli mwaka huu na wakakomana ncha mbele ya mvua kali, jalia ncha iendelee kuwashika mkono kwa mkono, bega kwa bega, mguu kwa mguu, mpaka katika pepo ya Al-Firdaus. Amin. Baada ya kushukuru audience hadhira ambayo inaendelea kuishangaza dunia mwaka hadi mwaka, kumbukeni ya kuwa zaidi ya familia 300 na mwaka huu zililala nje ya uwanja. Watu kutoka Tabora, kutoka Chalinze, kutoka mkoa wa Pwani, kutoka Dar es Salaam, kutoka mpaka Kenya. Video zipo. Kijana wa Kikenya anasema nimetoka Kenya. 9 usiku anahojiwa na waandishi wa habari nje ya lango kuu la Mkapa. Hao nani anaweza kuwalipa? Hakuna zaidi ya Mola wetu mlezi, na atawalipa kwa utukufu wake.
Baada ya kushukuru audience, hadhira, jumhur, nitumie fursa hii kuwashukuru volunteers zaidi ya 1221 kutoka vikundi mbalimbali. Kama mwenyekiti wa kamati ya utendaji, majina yao anayo, anaweza kunisukumia nikawataja pia. Baada ya kushukuru volunteer, naomba sasa niwashukuru vyombo. Naomba nivishukuru vyombo vya habari na waandishi wa habari mbalimbali kutoka ndani ya nchi na nje ya nchi, kuanzia wale waliokuwa wanarusha live, TV za kawaida, bloggers mbalimbali, zile zinazojihusisha na mambo ya kidini na zile zinazojihusisha na mambo ya kihabari na kijamii kwa ujumla. Nyote tunawashukuru sana na tunamwomba Mola wetu mlezi awabariki na abariki vyombo vyenu. Baada ya kusema hayo, mmenizoea huwa ni mwenye kuguswa na matukio uwanjani, na mmeizoea taasisi ya Al-Hikma Foundation kuwa ni taasisi ya kiutu, taasisi inayoguswa na matukio. Mwaka jana, mwaka juzi, tuliwasakasaka na kuwatafuta baadhi ya watu walioroa kwa namna moja ama nyingine, lakini mpaka leo siku ya 5 tumenyamaza. Kwa nini tumenyamaza? Tumenyamaza kwa sababu tupo katika utafiti. Kama nilivyosema, changamoto ya mwaka huu ilikuwa ni kubwa, na watu wote, narudia kwa msisitizo, hakuna ambaye hajaroa mwaka huu. Hakuna ambaye hakupigwa na mvua mwaka huu, si mtoto mchanga, si mama mzazi, si watoto, si vijana, si watu wazima. Wote hao Mola kawaona, na jicho la Mola linaona kwa mapana na marefu. Mola, na kuomba kwa huruma zako na baraka zako, wote uwabariki na uwatazame kwa jicho la huruma. Sisi kama Al-Hikma Foundation hatuna upeo wa kuona kila kitu. Labda leo nijibu swali, mwenyekiti, ulikuwa wapi kipindi kirefu hukuonekana? Mwenyekiti, nilijifungia ndani nasoma kitabu. Nimefungua Qur'ani tukufu. Nimesoma suratu Taha, ma anzalna alayka alqur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqa al-ardha was-samawati al-ula ar-rahmanu 'ala al-'arshi istawa. Nini maana yake? Taha, hatuja kuteremshia Qur'ani ili upate shida na tabu. Mimi na baadhi ya wenzangu tuliona tumwelekee Mola wetu mlezi, tuombe dua mbalimbali, aya mbalimbali na sura mbalimbali. Kwa hiyo tuligawana majukumu, lakini wakati huo picha zilizotufikia, baadhi za picha chache, video chache, still picha chache zinazoonyesha baadhi ya watu ambao walikuwa wakiroa. Kwa mfano, kuna akina mama walishikilia watoto wao, walishindwa kukimbia, wakaamua tukukaa kwa kuhofia watoto wasije wakapigwa na homa, wakaamua kuchukua shungi zao na kuwafunika. Kuna picha imetrendi ya dada mmoja aliyevaa hijabu au ushungi wa pinki. Sisi Al-Hikma Foundation tunazikusanya picha zote, na kama kuna mwandishi wa habari hapa leo ana picha za akiba atupatie. Kwa niaba ya watu zaidi ya 60,000 waliohudhuria pale, tutawaita hao wachache ambao Mungu ametuonyesha sisi, na mliobakia itabidi muridhike na hilo, na mliobakia tukiwaita wachache kwa niaba yenu itabidi muridhike kwa hilo.
toshekeni ya kuwa Mungu amewaona nyote. Sisi tunawaita kuwashukuru na kuwapongeza na kuwapa dua wale tuliowaona kwa upeo wa macho yetu pamoja na picha ambazo tumezipata. Kwa hiyo pengine leo au kesho nitatoa taarifa ya kuwatafuta wafuatao ambao tunakusanya picha zao. Siwajui, nitaomba nitafutiwe kupitia picha tutakazoweka katika clip ambazo tutazitoa.